Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wangu wa Gospel Shine. Nipende kukaribisha sana katika channel yetu, lakini kama bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe. Siku ya leo nimeweza kukuletea au kuonyesha ni namna gani unaweza kuomba kabla hujalala. Kabla hujalala unachotakiwa uombe. Kitu cha kwanza cha kuomba unatakiwa moja kwa moja uanze na maombi ya shukrani. Kumbuka kwamba umezunguka mchana kutwa, umeingia sehemu moja kwenda sehemu nyingine, umeingia katika utafutaji, lakini Mungu hakukuacha, alikuwa na wewe. Kwa hiyo unachotakiwa ni kumshukuru Mungu. Kwanza utamshukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi, lakini pili utamshukuru Mungu kwa ajili ya riziki alizokupa. Lakini pia hata kama Mungu hajakupa riziki, Biblia inasema tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kumshukuru Mungu, maana kuna wengine walienda katika mizunguko yao lakini hawakuweza kurudi. Kuna wengine wamerudi wakiwa wana ulemavu. Kuna wengine wamepata changamoto mbalimbali katika mihangaiko yao, lakini wewe Bwana amekurudisha ukiwa mzima na mwenye afya tele. Kwa hiyo unachotakiwa ni kumshukuru Mungu kwa ulinzi, lakini pia kwa riziki ambayo ameweza kukupa kwa siku hiyo siku ambayo umeenda katika mizunguko yako. Lakini pia jambo la pili unalotakiwa kuomba mara baada ya shukrani, unatakiwa kufanya toba. Unachotakiwa wewe ni kwenda mbele za Mungu na kumwomba Mungu msamaha. Yamkini katika kuwaza kwako, yamkini katika kunena kwako, yamkini katika kutenda kwako uliweza kumkosea Mungu katika siku hiyo. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kwenda mbele za Mungu na ikiwezekana kufunua Biblia yako na kufungua mstari mmojawapo wa toba ambao utakuongoza wewe kumwomba Mungu toba. Unajua tunapokuwa mchana katika mizunguko yetu tunakutana na watu mbalimbali, kwa hiyo tunakuwa tunaongea maneno mengi. Lakini katika kuongea maneno yale tumemkosea Mungu. Lakini pia hata katika kutenda kwetu yamkini tumemkosea Mungu. Kwa hiyo hatutakiwi tukilala tuwe tumelala katika hali ya dhambi, tuwe tumelala katika hali ya doa, kwa sababu usiku ni mkubwa, huwezi jua kesho yako. Kwa hiyo unachotakiwa kabla hujalala umuombe sana Mungu. Umuombe sana Mungu toba kabla hujalala. Umuombe Mungu akusamee kuwaza kwako, kunena kwako, na hata kutokutimiza wajibu kwa yale majukumu ambayo unapaswa kufanya umeshindwa kufanya. Kwa hiyo unatakiwa umuombe Mungu msamaha. Lakini pia mara baada ya kuomba msamaha mbele za Mungu au kuomba toba mbele za Mungu, unachotakiwa wewe sasa ni kupeleka maombi yako mbele za Mungu. Unajua sisi kama binadamu tuna mahitaji mbalimbali ambayo tunaamini kwamba Mungu yeye ndiyo anayeweza kutujibu mahitaji yetu haya, au yeye ndiye anaweza kutupa kile tunachokitaka. Yamkini tukawa na mahitaji kuhusiana na ndoa, ukawa na mahitaji kuhusiana na kazi, ukawa na mahitaji kuhusiana na biashara, ukawa na mahitaji kuhusiana labda na uponyaji. Kwa hiyo kabla hujapeleka maombi haya mbele za Mungu, hakikisha kwanza umeomba toba. Kwa sababu unapokuwa haujafanya toba, kwamba unakuwa upo katika hali ya dhambi, Mungu hawezi kupokea maombi yako kwa sababu Mungu yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo na yeye pia anapenda sisi tuwe watakatifu. Kwa hiyo tukiwa kama tupo katika hali ya utakatifu, tukipeleka maombi yetu mbele za Mungu, Mungu anatujibu. Kwa hiyo kadhalika hutakiwi kupeleka maombi yako mbele za Mungu ukiwa bado hujaomba toba. Kwa hiyo hakikisha kabla ya kupeleka maombi yako basi uwe umeshafanya toba. Lakini pia mara baada ya wewe sasa kupeleka maombi yako mbele za Mungu, kupeleka mahitaji yako na haja zako mbele za Mungu, jambo linalofuata sasa ni kuomba ulinzi. Kumbuka kwamba usiku una mambo mengi na wewe unaenda kulala, na tunavyolala
huwa tunalala kiasi kwamba ukimwangalia mtu aliyelala ni unadhani huyu mtu yupo nusu mauti, kwamba hajielewi. Kwa hiyo unapokuwa umelala, kama kuna roho za shetani, kuna roho za kichawi, ni rahisi kukufuatilia bila wewe kujua. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuomba ulinzi, Mungu akulinde dhidi ya hatari zote za kimwili na za kiroho. Tunaposema hatari za kimwili, unaweza ukalala, yamkini nyumba ikawaka moto, maana tunapolala tunakuwa tujielewi. Yamkini nyumba ikaweza kubomoka, wezi wakakuingilia. Hizo zote ni hatari za kimwili. Lakini pia hatari za kiroho ndo hizo roho za kishetani, zisije zikakuataki au zikakuvamia wewe pasipo kujua. Kwa hiyo tunapolala tunatakiwa tuombe ulinzi wa Mungu ili aweze kutulinda usiku kucha. Malaika wake asituache. Lakini pia damu yake ya Yesu, damu ya thamani, iweze kutufunika usiku tuweze kulala salama. Lakini pia jambo lingine ambalo unatakiwa kuomba kabla hujalala ni kuomba kibali ambacho Mungu aweze kukupa uweze kuamka salama siku inayofuata. Kwamba kuna wengine wanalala wanapotelea usingizini, lakini wewe muombe Mungu aweze kukupa kibali cha kuiona siku ya kesho. Kwa hiyo hayo ndio maombi ambayo unaweza kuyaomba usiku kabla hujalala. Jambo la kwanza, kumbuka shukrani. Lakini jambo la pili, kumbuka toba. Jambo la tatu, kumbuka ulinzi wa Mungu aweze kukulinda kimwili, lakini pia aweze kukulinda kiroho katika usiku. Lakini pia jambo la mwisho ni kuomba kibali, Mungu aweze kukupa kibali cha wewe kuiona siku ya kesho ukiwa mzima na mwenye afya tele. Kwa hiyo hayo ndio maombi ambayo unatakiwa uweze kuyaomba usiku. Basi mimi nipende kukaribisha sana katika chaneli yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kubonyeza alama ya kengele. Na Mungu atakubariki sana sana. Karibu sana katika chaneli yetu hii. Mungu akubariki. Asante.